maswali yetu. Maswali mengine sehemu ya pili na ni makosa na ukweli. Makosa na ukweli. Swali waliloniuliza lingine ni kwamba kuna kosa gani matatu kubwa. Kosa gani tatu kubwa ambalo mwanamke wa miaka 25 mpaka 30 wanafanya na linapunguza nafasi ya kupata mtoto. Okay. Kosa la kwanza ambalo mwanamke wa miaka 25 mpaka 30 anafanya linapunguza nafasi ya kupata mtoto ni kutokuwa na ulaji usiofaa. Kutokuwa na ulaji usiofaa. Sawa? Kutokuwa na ulaji usiofaa ni kosa namba moja, ambalo ulaji pamoja na vinywaji. Ni pale ambapo mwanamke labda anakuwa ni mlevi, anakunywa pombe kupitiliza, ni mvutaji wa sigara, hali vyakula ambavyo ni vya kuleta afya. Kuna wanawake wanapendelea tu kula snacks food, yaani ni vyakula vikavu tu, yaani hawapati vyakula ambavyo ni vya protini, vya kuweza kujenga mwili na kurutubisha mayai. Vyote hivyo vinaweza kupunguza nafasi ya mwanamke kutokupata ujauzito. Lakini kosa la pili ni matumizi holela ya P2, kama somo lililopita nililiongelea. Kwa huyo mwanamke wa umri 25 mpaka 30 anaona kwamba hayupo tayari kushika ujauzito kwa sasa. Kwa kitu pekee, na yupo kwenye mahusiano, kitu pekee cha kufanya ni kuweza kutumia P2 kila anapokutana na mwenzi wake. Tumeona kabisa, tumeongelea kwa undani. P2 inapunguza uwezekano sana na kufanya mvurugiko wa homoni, na inapunguza nafasi ya mama kwenda kupata ujauzito pale atakapohitaji. Lakini kosa lingine la tatu ni mtindo wa maisha usiofaa. Kule nimesema ulaji, lakini matumizi holela ya P2, lakini la tatu ni mtindo wa maisha usiofaa, lifestyle kwa ujumla. Kutumia vyakula vyenye sukari kwa wingi, kutokufanya mazoezi, kuchelewa kulala, yaani unalala masaa chini ya 8 for 24 hours. Tunasema angalau mtu wa kawaida anatakiwa kulala masaa 8 na zaidi, ndio iweze kuipa akili utulivu wa kutosha kuweza kusababisha yote aweze kutokea. Kwa mama akipungua hivyo vitu vitatu, uwezekano wa yeye kutokupata ujauzito ni mkubwa, kwa sababu pia mfumo wa uzazi unategemea akili ya mama ambayo iko vizuri. Anapata usingizi wa kutosha, anakula vyakula vyenye kurutubisha mwili pamoja na mayai yake kwa ujumla, lakini pia hatumii vitu ambavyo vinaenda kupunguza kufanya uharibifu kwenye mfumo wake wa uzazi. Yes. Swali lingine ameuliza kwamba kutumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu kuna athari gani baadaye unapotaka kupata mtoto? Yes, hizi njia za uzazi wa mpango niliongelea pia hapo nyuma kwamba inategemea ni njia ipi. Sana sana hapa tunaongelea ni sindano, ndio ina madhara moja kwa moja kwa mama ambaye hatufuata ushauri na kwa kitaalamu kuweza kutumia njia ya uzazi wa mpango ya sindano. Hiyo ndio ina madhara kwamba unaweza ukachoma sindano moja ama mbili ukajikuta umekaa miaka 5, 3 haujapata ujauzito kwa sababu tu ya zile sindano moja ama mbili uliochoma. Lakini njia zingine za uzazi wa mpango kama vidonge, njiti, kitanzi sio sababu ya moja kwa moja mama kushindwa au kuchelewa kupata mtoto mara tu anapoacha ile njia kutumia. Inategemeana mtu na mtu, sio sababu ya moja kwa moja, kwa siwezi kuizungumzia sana. Lakini kwa sindano hiyo tunasema inawezekana kati ya wamama labda 100 waliotumia sindano unaweza kukuta wamama watatu, 5 wamejikuta wanapata changamoto za ugumba wa muda baada ya matumizi ya sindano. Lakini kwenye kijiti, yes of course inaweza ikapelekea kama mama ametumia sana kijiti kwa muda mrefu, inaweza pia ikapelekea mvurugiko wa homoni baada ya kutoa. Japo kati ya mama 100 ni mama mmoja tu inaweza ikatokea akapata hiyo changamoto. Kwa hiyo sio ya moja kwa moja. Ndio maana tunasema unapohitaji kutumia uzazi wa mpango, nenda kwa mtaalamu, mkae mezani, mzungumze, akupe njia sahihi. Kwa mama ambaye tunasema yupo kwenye umri wa kuzaa kuanzia miaka 20 mpaka 45 ambaye anatamani kuendelea kuzaa, hatumshauri sana kutumia sindano
kwa sababu hatujui ni yupi ambaye itampa madhara na yupi ambaye haitompa madhara. Kweli yale ni madhara ambayo mengine anaweza kawa ni ya muda mfupi, lakini akakuletea effect kwenye maisha yako ya uzazi. Kwa hiyo hatupendelei sana, lakini hivyo vitanzi, kijiti ni salama, kwa hazina mahusiano moja kwa moja sana. Ndio maana tunasema mama akimaliza kutumia anaweza akafanya detox, mwisho wa siku mfumo wake ukakaa vizuri na akabeba ujauzito. Ni wachache sana ambao wanapata changamoto baada ya kutumia uzazi wa mpango, hasa kijiti na vidonge na kitanzi.